Utoro wa wabunge na wengine kusainiana, hasa wenza kusainia wenzao, miongoni mwa mambo ambayo yamemkera vilivyo Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Musa Azzan Zungu. Licha ya hao, lakini wale ambao walifunga safari na kwenda kule Morocco kwa ajili ya kushangilia mchezo wa fainali ya AFCON kwa under 17, mchezo baina ya Serengeti Boys na Senegal, na wenyewe wameingia kikaangoni. Sasa watapaswa kuandika maelezo ndani ya siku 4 kujieleza ni kwa nini waliondoka pasi na ruhusa ya ofisi ya spika. Spika wa bunge pia hakuishia hapo, lakini akaonyesha kukerwa na namna ambavyo naibu na mawaziri wao wakati mwingine kutoonekana bungeni, na hivyo wakati ambako wanahitajika kujibu hoja ama masuala yanayohusu wizara zao wenyewe hawapo. Akapeleka ombi lake kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kuhakikisha ya kwamba anazungumza nao na wawepo wakati wote, na kama wanatoka basi watoke kwa kupishana na si wizara kukosa mwakilishi nyakati hizi ambapo bunge la bajeti likiendelea na vikao vyake, na siku ya Alhamisi ijayo ndiko bajeti kuu itasomwa. Kulikoni, kinaanza kusikika tena kwa mara nyingine kilio cha utoro bungeni. Kwa nini hali imekuwa hivi? Wapi ambako kuna zile loopholes ambazo zinasababisha wabunge kufanya ambayo yamelalamikiwa na spika? Hiyo ndio itakuwa mada yetu jikoni hii leo hapa katika Uchanganuzi, kupiga darubini na kuangalia namna ambayo nzuri inaweza ikarejesha heshima ya bunge na wabunge kuwajibika kwa kile ambacho wananchi wamewatuma kwenda kufanya kwenye chombo hicho cha kutunga sheria. Naitwa Nurdin Selemani, matumaini yangu siku yako imekwenda salama salmin. Studio tumemwalika Saidi Msonga ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Karibu sana Msonga. Asante, nashukuru sana. Kwema? Salama salmin. Mambo yanakwenda kama kawaida. Spika leo amevurugwa ama amekerwa, naweza kusema hivyo, yani ametapika nyongo kwa maneno mengine yale ya mtaani, baada ya yeye kusema kwamba utoro sasa unakithiri ndani ya bunge. Kauli hii ya spika inatoa picha gani kwa wawakilishi hawa wa wananchi? Kwa kweli, kwanza ni kauli ya kiuongozi, kwa sababu spika wa bunge ndiye mkuu wa muhimili wa bunge na ana wajibu wa kwanza wa kuhakikisha kwamba bunge linakuwa katika nafasi yake. Na majukumu ya bunge ukiangalia kikatiba, kisheria na kikanuni ni kuisimamia serikali, na yako mengine kutunga sheria na mambo mengine kadha wa kadha, lakini maamuzi mengi ambayo serikali inayatekeleza yanatokana na mchango ambao wabunge katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wanakuwa wameutoa pale wanapokuwa wamehudhuria vikao vya bunge. Sasa ni kana kwamba ni kasumba fulani hivi ambayo imekuwepo katika bunge letu huko nyuma na imepata muendelezo katika bunge hili. Na nadhani hiki ndio kitu ambacho kimemfanya Spika Azzan Zungu aweze kutoa kauli hiyo kali kabisa dhidi ya wabunge, kukemea jambo hili, kwa sababu bado huu ni mkutano wa 3. Kikao cha 43 nadhani leo. Manake bado kama ni mkutano wa 3, manake ni mikutano ya mwanzo ya bunge hili la 13. Kama tabia hiyo inaanza kuonekana kipindi hiki, mkutano tu wa 3, manake kwamba inatoa viashiria visivyo vizuri kule tunakoelekea, kwa sababu vikao vitakapozidi kuwa vingi na mikutano ikawa ni mingi zaidi, manake kama hali hii haitakemewa mapema, pengine hali itakuwa ni mbaya sana huko tunakokwenda. Na ubaya wake ni kwamba inapojitokeza kwamba wabunge hawahudhurii katika bunge ama wanafanya ujanja, kwa maneno yake Mheshimiwa Spika amesema wako baadhi ya wabunge ambao wanafika asubuhi, wanafanya verification, maanake wanasaini kwamba wamehudhuria, lakini hawaingii bungeni, wanarejea majumbani kwao ama kwenye shughuli zingine nje ya bunge. Lakini pia wako ambao hawafiki, ila wanawatuma wenzao, bwana wewe kwa kuwa umekwenda, hebu nisainie na mimi katika jina langu. Kwa hiyo anawasainia na wenzao, kama vile
michezo ambayo huwa inafanyika katika skuli za sekondari ama skuli za msingi, watu huwa wanafanya ujanja kama huo kwamba nisainie hata katika vyuo vikuu, pengine ile miaka ya mwanzo first year, second year, unaweza kukuta kuna michezo kama hiyo huwa inafanyika. Sasa ni kama vitu vimehamishwa mpaka vimepelekwa kwenye chombo muhimu cha utunzaji wa sheria na kuishauri serikali katika masuala mbalimbali ya kimaamuzi ya nchi. Kwa hiyo inakuwa si picha nzuri, lakini wako ambao, kundi la tatu ambalo lenyewe halifiki kufanya verification na kuondoka, haliwatumi wenzao wakalisainie, lakini halifiki kabisa na halijulikani huwa linakuwa wapi. Sasa unaweza ukaona makundi haya matatu kwa kweli, kama yasingepata kauli kama hii ya Mheshimiwa Spika, yakiendelea kuota mizizi huko mbeleni, italeta changamoto kubwa zaidi, kwa sababu tumeshashuhudia katika mabunge yaliyopita. Nadhani wakati wa spika akiwa ni hayati Job Ndugai miaka 2020 iliwahi kufikia hatua bunge liliahirishwa kuweza kuendelea na shughuli zake, kwa sababu tena nakumbuka ilikuwa ni mjadala wa bajeti ya Wizara ya Kilimo. Katika mjadala ule, kwa sababu ukiangalia katika kanuni ya 77 ya kanuni za kudumu za bunge inazungumzia akidi ya wabunge ili kuweza kufanya maamuzi ndani ya bunge. Kwa hiyo wanapokuwa wanaendesha mijadala ambayo itapelekea maamuzi, kanuni hiyo ya 77 inasema kwamba ni lazima idadi ama akidi ya wale wabunge isipungue nusu ya idadi yote ya wabunge. Sasa wakati ule wa hayati Ndugai akidi ile ilipungua chini ya 50%, na kilikuwa ni kikao cha mchana. Kwa hivyo mbunge mmoja aliomba mwongozo wa spika kwamba akidi iliyomo bungeni ni ndogo kulingana na matakwa ya kikanuni. Kwa hivyo spika ikabidi afanye uthibitisho wa lile, na ilipobainika vile ikabidi shughuli za bunge ziahirishwe. Kiukweli hata wananchi wa kawaida nje ya bunge walilalamika na wakanungunika sana kwa kuona kwamba kwanza wizara iliyokuwepo kwenye mjadala ni Wizara ya Kilimo. Hii ndio wizara mama, ndio uti wa mgongo wa shughuli za kiuchumi za uzalishaji za Watanzania. Maana yake karibu zaidi ya 63% ya Watanzania wanategemea kilimo kama chanzo chao kikuu cha uzalishaji ama shughuli yao kikuu ya kiuchumi. Kwa hiyo mjadala wa Wizara ya Kilimo katika bunge letu unapaswa kuwa mjadala nyeti kuliko pengine wizara zingine zozote. Sasa katika wizara ile ndio unaona kwamba wabunge wengi wakawa hawahudhurii. Maana yake waliacha kuhudhuria katika mjadala ambao ndio sehemu kubwa ya wale wanaowawakilisha kwa maana ya Watanzania ndio wanaohusika na wizara ile. Lakini haikuishia hapo. Wakati wa spika aliyepita Dr. Tulia Ackson iliwahi pia kutokea tena hivyo. Nadhani kulikuwa kuna mjadala ulikuwa unahusu majadiliano kuhusu itifaki tena, na ilikuwa inahusiana na hivyo Wizara ya Kilimo, lakini kulikuwa kuna mjadala kuhusu itifaki ya nchi za ushirikiano wa nchi za Afrika, Caribbean na Pacific, hasa katika masuala ya kilimo na kadhalika. Wakati mjadala ule unafanyika, pia mbunge mmoja akaomba mwongozo wa spika kuhusu hiyo kanuni ya 77 ya akidi ya wabunge, na ikathibitika kwamba akidi ilikuwa ni ndogo, na ikalazimika spika wa wakati ule Tulia Ackson akaliahirisha bunge, jambo ambalo liliwasononesha pia Watanzania. Sasa safari hii Mheshimiwa Zungu ameliona hilo likianza kujitengeneza. Kwa hiyo akaona ni vema alikemee mapema, kwa sababu kwanza litawanyima fursa wananchi ya kuweza kuwakilishwa vizuri katika ajenda, kwa sababu hili bunge la sasa ni bunge la bajeti. Kwa hiyo tunatarajia kwamba wawakilishi wa wananchi watakuwa wanahudhuria mijadala yote inayoendelea, kwa sababu kila siku kuna uwasilishaji ama mjadala kuhusu wizara fulani, na wananchi uwakilishi wao ni kwa mwakilishi wao kama mbunge wao awepo katika bunge, ili aweze walau kuchangia na kutoa mawazo yanayotokea katika jimbo lake, kwamba wao kwa mtazamo wao kwa kile kilichowasilishwa katika wizara husika ni kwa namna gani ambavyo na wao wana maoni na mapendekezo katika eneo husika. Sasa kama watakuwa hawahudhurii kwa kiwango kikubwa, manake watakuwa wanawanyima wale wananchi fursa ya mawazo yao kuweza kufika mbele ya serikali na kuweza kufanyiwa kazi. Kwa maneno ambayo umemalizia hapo Msonga, manake kwa utoro huu athari ya moja kwa moja ni ya wananchi na sio wabunge. Pande zote zinahusika, lakini athari kubwa zaidi inakuwa ni kwa wananchi, kwa sababu wabunge ni wawakilishi wa wananchi katika bunge. Manake badala ya wananchi katika jimbo zima kwenda Dodoma na kueleza fikra na mitazamo yao, anatumwa mtu mmoja ambaye analiwakilisha jimbo zima ili apeleke hizo fikra na mitazamo ya wananchi katika jimbo lake. Kwa hivyo kitendo cha yule mwakilishi mmoja kutokuwepo
katika vikao vya bunge, manake kinawaathiri maelfu ya wakazi katika jimbo zima la uchaguzi. Kwa hiyo unaweza kuona athari ni kubwa kiasi gani, na ikitokea zaidi ya 50% ya wawakilishi wa wananchi kwa majimbo yote ya Tanzania hawajafika katika kikao cha bunge ambacho ni kikao cha kibajeti, kikao ambacho ni mjadala ambao unakwenda kufanya maamuzi kuhusiana na mwaka mzima wa fedha wa serikali katika wizara husika itakayokuwa katika mjadala. Maana yake ni kwamba unaweza kuona ni idadi kubwa kiasi gani mamilioni ya Watanzania ambao hao watakuwa wawakilishi wao zaidi ya 50% watakuwa hawapo katika kikao cha bunge. Kwa hiyo athari ya kwanza kabisa inakwenda kwa wananchi, kwa sababu watakosa ule uwakilishi wao ndani ya maamuzi ya serikali. Lakini pia athari ya pili inakwenda kwa mbunge mwenyewe, kwa sababu wananchi wale wanapobaini kwamba hawawakilishwi wanapunguza ile imani kwa yule mwakilishi wao. Hilo ni athari ya pili. Lakini athari ya tatu ambayo pia na yenyewe inakwenda kwa mbunge mwenyewe ni kwamba bunge sasa kama chombo kinaweza kwa kutumia mamlaka yake ya kikanuni kikachukua hatua dhidi ya mbunge husika. Kuna hatua za kikanuni, kwa mfano kanuni za bunge za kudumu za bunge zinaelekeza kwamba kanuni ya 146 kama mbunge hatahudhuria nusu ya vikao katika mkutano wa bunge husika. Kwa mfano sasa hivi nasema huu ni mkutano wa 3 na leo ni kikao cha 43 nadhani. Sasa kama ikitokea kwamba vikao 22 mbunge hajahudhuria, manake zaidi ya 50% ya vikao vya mkutano wa 3 hajahudhuria. Kama mbunge atakuwa hajahudhuria zaidi ya nusu ya vikao vya mkutano husika, basi bunge linatoa onyo kwa mbunge huyo. Lakini katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 71 ibara ndogo ya kwanza kipengele C imeeleza wazi, endapo mbunge hatahudhuria mikutano 3 mfululizo ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja kwa moja anapoteza sifa ya kuwa mbunge. Kwa hivyo spika atawajibika kuitaarifu Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwamba kiti cha ubunge cha uwakilishi wa wananchi katika jimbo husika ambacho mbunge wake kwa mikutano 3 mfululizo hajahudhuria, basi kinakuwa kiko wazi ili uweze kufanyika uchaguzi. Sasa unaweza ukaona namna ambavyo athari itakwenda kwa wananchi, lakini pia ziko athari ambazo zitakwenda moja kwa moja kwa mbunge husika. Spika amesikika akisema kwamba mawaziri na naibu mawaziri na wenyewe wapo katika mkumbo huu wa kutohudhuria vikao vya bunge, wakati mwingine tena bila hata ya taarifa yoyote. Tafsiri ni kwamba wameelemewa na majukumu, ama kuna sehemu moja wanaiona haina uzito hivi? Nadhani kuna udhaifu ambao wanauona katika kanuni zenyewe za usimamizi wa masuala ya kibunge, kwa sababu kanuni zinawataka wabunge wote, na kabla hawajaanza, baada tu ya uchaguzi, wanapokuwa wameapishwa wabunge, huwa wanapelekwa kwenye semina elekezi wabunge wote kwa ujumla wao, na haya tunayoongea leo ndio mambo ambayo huwa wanaelekezwa, kwa maana wanafundishwa hizi kanuni zinatakaje, katiba inaelekeza nini. Lakini sasa unaweza ukaona kwamba pengine wanaona kwamba hizi kanuni, kwa mfano katiba hiyo ibara ya 71 ibara ndogo ya kwanza sehemu C inasema mikutano 3 mfululizo. Mikutano 3 mfululizo ni kipindi kirefu sana, kirefu kweli kweli, ambacho mtu anaweza kwa maksudi ndani ya hiyo mikutano 3 akaamua atokee mara moja au mara mbili, alafu akawa ameshaua ile mikutano 3 mfululizo. Kwa hiyo ina maana ni kipengele kweli kimetajwa katika katiba kwamba mikutano 3 mfululizo, lakini bado hakiko katika mazingira kiuhalisia ya kumdhibiti mbunge aweze kulazimika kuhudhuria katika vikao vya bunge. Kwa hiyo ndio maana hiyo loophole wanaiona, wanaona kwamba kwa kuwa ni vikao 3, ninaweza mimi nikapotea, nikajipoteza katika vikao 2, halafu kile cha 3 nikachagua katika yani ile katika ile mikutano 3 yeye akaingia tu vikao 2 3 tu pale, akawa amefuta ile ibara, kwa hiyo ikashindwa kumkamata popote. Kwa hiyo nadhani si swala tu la mabadiliko ya kikanuni, lakini hata mabadiliko ya kikatiba yanatakiwa yafanyike, na hii ni miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa yakitolewa maoni na wananchi wa kawaida pale tunapojadili kwamba umuhimu wa kuwepo mabadiliko ya katiba, ama ni mambo gani ambayo yanapaswa yawepo katika katiba mpya. Miongoni mwa hayo ni pamoja na nafasi sio tu ya bunge peke yake kuwawajibisha wabunge, lakini pia hata wale wa wananchi waliowachagua wawe na nafasi fulani ya kikatiba ya kuweza kuwawajibisha wawakilishi wao endapo watathibitika kwamba wanakwenda kinyume, kwa sababu kwa sasa dirisha hilo halipo.
na kwa sababu halipo, ndio maana unaweza ukaona kwamba watu wanafanya haya ambayo Mheshimiwa Spika anayalalamikia leo, kwa sababu wanajua hakuna namna ya kuwawajibisha, na namna iliyowekwa kikatiba ni ngumu. Mikutano mitatu ni kipindi kirefu sana. Kama huu mkutano mmoja tu wa tatu, leo hii una kikao cha 43. Ina maana ndani ya vikao 43 mtu angekuwa amehudhuria viwili, tayari angekuwa ameshauvuka huo mtego, hauwezi tena kumkamata. Kwa hiyo maana yake ni kwamba lazima kuanzia kwenye katiba kuwepo na namna ya kwamba ni kwa namna gani ambavyo bunge linaweza likachukua hatua, lakini pia hata wananchi ambao ni wawakilishi, basi na wenyewe watengenezewe kadirisha ambako kanaweza kakawasaidia kuwawajibisha wawakilishi wao endapo hawatatimiza yale matakwa ya kikatiba. Kwa hilo ni eneo la kwanza, lakini eneo la pili ni eneo la kikatiba, kumradhi, la kikanuni. Kwa maana kanuni zenyewe za bunge imeelezwa kwenye kanuni ya 146 kwamba ili mbunge aweze kuadhibiwa, kuchukuliwa hatua, ni mpaka pale ambapo atakuwa hajahudhuria nusu ya vikao katika mkutano. Huu ni mkutano wa tatu, sasa nusu ya vikao. Ina maana, ndio maana nikasema kama leo ni kikao cha 43, ina maana awe hajahudhuria vikao 22, ambavyo ukiviangalia kiidadi ni vingi. Kwa ndani ya vikao 22 anaweza akamtuma mwenzake akamsainie katika vikao viwili, tayari ameshaivunja, ameiruka hiyo kanuni, haiwezi kumnasa tena. Kwa hiyo kwa msingi huo ni kwamba ni lazima pia kuwepo na maboresho ya kanuni zenyewe za bunge ili kuhakikisha kwamba bunge linaweka udhibiti walau kwa kupunguza idadi. Kwa mfano, badala ya kusema nusu ya vikao vyote katika mkutano husika, basi angalau iwekwe kama ni siku kadhaa katika mkutano, ama pengine ipunguzwe, labda pengine iwe ni robo ya vikao katika mkutano husika, kwa sababu kama ni nusu manake ni 50%, walau kama ikiwa ni robo kwa vikao 43 manake vitakuwa ni vikao pungufu zaidi, labda pengine vikao 11 anatakiwa wapo wamehudhuria. Walau katika vikao 11, hata kama itatokea ana majukumu mengine ambayo anapata ruhusa ya spika kuweza kwenda kuyatekeleza ndani ya hizo vikao 11, angalau inaleta mantiki kwamba kiwango chake cha kuwawakilisha wananchi wake akiwa kama mbunge ama akiwa kama waziri ama naibu waziri, basi walau kitaonekana kina uzito katika bunge, na hii itakuwa inawapa zaidi haki wale ambao wananchi wanaowakilishwa, lakini pia na serikali kwa wale wenye nafasi za uwaziri na unaibu wa waziri, kwa sababu hoja zinazotolewa na wabunge zingine ni za msingi. Sasa kama waziri husika na naibu wake ama na manaibu wake wote wakiwa hawapo, manake zile hoja ambazo wawakilishi wa wananchi wanaenda kuzitoa katika bunge zinakosa maana, zinakosa uzito wake, kwa sababu waliopaswa kuzipokea kwa upande wa serikali ili wakazichakate na kuzifanyia kazi wanakuwa hawapo katika kikao husika. Kwa hiyo wanashindwa kuona ule uzito, kwa sababu namna ambavyo mbunge atakapokuwa akiwasilisha hoja ya wananchi wake, unaweza ukasikiliza hata uwasilishaji wake tu ikakupa picha ya kwamba changamoto iliyopo ni kubwa. Na kwa mantiki hiyo, kwa kuwa wale ni wawakilishi wa wananchi ambao wanabeba moja kwa moja kutoka kwa wananchi zile kero na changamoto zao, wangeweza kuisaidia pia serikali kuwa inafanya maamuzi kwa haraka kulingana na matukio ambayo ama changamoto ambazo zinakuwa zinawasilishwa. Kuto kufanya hivyo ndo yale ambayo hata tume ya Jaji Chande juzi kati tu hapa imetueleza kwamba watu wanakuwa na manunguniko ya muda mrefu, wanakuwa wamesokotwa na mambo, na huo msokoto wanaona kwamba hauna namna yoyote ya kufanyiwa utekelezaji ama kutafutiwa majawabu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya mambo kama haya, kwamba mwakilishi anayetakiwa awasilishe hayo malalamiko hatimizi wajibu wake. Mawaziri na manaibu wa waziri wanaotakiwa wapokee na wafanyie kazi kwa niaba ya serikali, nao pia hawapo kwa ajili ya kupokea hizo changamoto. Sasa mwananchi wa kawaida anauona huo mtiririko wote, kuanzia kwa mwakilishi wake na kwa wale ambao wanatakiwa wapokee, anabaki na lile fukutio katika moyo wake. Hasa yanapojaa hayo manunguniko, makero na nini, na akaona hakuna namna yote ya kufanya, usishangae siku akafanya maamuzi ambayo yakabakia yameacha watu vinywa wazi kama ambavyo ilitokea. Kwa hiyo kwa muktadha wa kwamba ama katika mazingira ambayo hatuhitaji kama taifa letu kuona mambo mabaya yaliyojitokeza yanarudia tena, ni lazima hatua zichukuliwe. Kwa hiyo wabunge wanayo nafasi ya kuweza kufanyia kazi ushauri uliotolewa na tume ya Jaji Chande kuhakikisha kwamba wanakuwa ni sehemu ya utatuzi wa zile changamoto na kutolea majawabu ya changamoto ambazo zipo kwa wale wanaowawakilisha, lakini serikali na yenyewe iwepo kwa ajili ya kupokea na kufanyia kazi kwa wakati,
ili wananchi waweze kuona kwamba ule uwakilishi wao una mantiki na wale ambao wanapelekewa kwa maana ya serikali na wenyewe wanatimiza wajibu wao katika kutatua na kutoa majawabu ya hizo changamoto. Itasaidia sana pia kuliponya taifa kujikuta lisijikwae kama ambavyo tulijikwaa katika mwaka uliopita. Tumegusia hapo swala la kanuni, inaonekana kwamba hazina makali ya kutosheleza. Kikubwa ni kwamba wanaweza wakatoa onyo tu kwa mbunge ambaye hahudhurii vikao, lakini hapo kuna maslahi mapana sana ya taifa ambayo hawa watu wanayabeba kama wawakilishi wa wananchi kwenda ndani ya bunge. Lakini kuna wale ambao wanaona kwamba kutochukuliwa hatua zozote za zenyewe ni sawa kama hili jambo linaonekana halitiliwi maanani sana. Kwa hapa ambako tumeshafika na tumeshajikwaa, mambo gani ambayo anaweza kufanyika ya haraka ili kuonesha kwamba bunge lina makali ipasavyo na anaweza kumwajibisha yule ambaye kwa namna moja ama nyingine wanasema kwamba ni mwajiri wake ambaye yupo pale bungeni? Nimependa kauli ya Mheshimiwa Spika Azan Zungu kwa maana ya kwamba kwa mfano wa sasa wabunge, kuna baadhi ya wabunge ambao walitoka kwenda kuambatana na ile kamati ya uhamasishaji ambao kimsingi walipaswa waombe ruhusa ya spika, lakini hawakufanya hivyo, wakajiunga tu kwenye ile kamati na wakaenda. Na kiukweli ukiangalia maoni ya wananchi mtaani yamekuwa yana mitazamo tofauti, hadi wengine kufikia kuona kwamba wakati mwingine wawakilishi hawa wa wananchi wamekuwa wakiangalia maslahi yao binafsi zaidi. Inawezekana wale wahamasishaji na inafahamika wazi, si pamoja na kwamba Mheshimiwa Rais kwa nia njema alitoa usafiri wa ndege ya Tanzania kupeleka hiyo kamati ya wahamasishaji, lakini wananchi wa kawaida wanajua hao watu hawakwenda bure, lazima kulikuwa kuna posho ambazo zimeandaliwa, na inawezekana kuna baadhi ya watu waliamua kuacha majukumu yao ya msingi ili wahakikishe wanazipambania na hizo posho za kamati ya wahamasishaji watakao kwenda kuhamasisha kwa timu yetu ya vijana wa chini ya miaka 17 ambayo ilikuwa imefikia hatua ya fainali. Na wananchi wamekuwa katika mijadala wakilidokeza hilo kwamba wakati hata hiyo timu yenyewe ilipokuwa inapambana katika hatua za awali, hakuna mtu ambaye alikuwa anaonekana akifungamana nayo na ikawa inafanya vizuri, lakini ilipofikia katika hatua ya sasa imeingia fainali, ndo watu wanaona sasa hapa ndo kuna umuhimu wa kufanya uhamasishaji. Sasa unaweza ukaona kwamba na uhamasishaji wenyewe unachukua sura ambayo sio ya kimichezo. Kwa hiyo haya yanaongelewa na watu, na ndio yale ambayo tunasema ni lazima yasikae kama vifundo katika nafsi za watu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Mheshimiwa Spika naye ameliona hilo katika uzito. Inawezekana pia kaona maoni ya Watanzania, ndio maana kaona kwamba katika eneo hilo katoa siku 4 hawa wajieleze na waandikiwe barua, japo uwezo wa bunge kikanuni unabaki kuwa ni finyu, kwa maana itaishia tu kuwapa onyo. Na mtego wa kikatiba ni kwamba ndo hauwakamati kabisa kwa sababu ile ibara ya 71 ibara ndogo ya kwanza sehemu C ambayo inasema ni mikutano mitatu, hapo ndo hauwapati kabisa. Kwa hiyo bado unaweza ukaona kwamba kwa sasa kinachotakiwa kufanya kwanza, kwa spika afanye maamuzi kulingana na mazingira alionayo. Hiki alichokifanya yuko sahihi. Lengo lake pengine sio kuwaadhibu, lakini lengo lake ni kuwafikishia wabunge ujumbe wa kwamba wanapaswa kuheshimu hizi kanuni za kudumu za bunge vile zinavyotaka, lakini kuwaheshimu zaidi wale ambao wanawawakilisha katika bunge, ili haya ambayo yametokea hivi sasa ya watu kuchepuka bila ruhusa maalum ya mwajiri wao yasiweze kujirudia katika siku za usoni. Lakini kwa mapendekezo sasa, kama sisi katika vipindi kama hivi tunavyojadili, ndio maana tunasema bado bunge linatakiwa lipewe nguvu zaidi ya kikanuni, na ni wajibu wake lenyewe kuzibadilisha hizi kanuni na kuziwekea katika mazingira ambayo yataweka udhibiti mkubwa zaidi, kwa sababu ukiweka udhibiti mkubwa zaidi, faida itakuwa ni kwa bunge, kwa maana litatimiza wajibu wake vile inavyopaswa. Lakini linavyotimiza wajibu wake vile inavyopaswa, manake linawasaidia wananchi linaowawakilisha, lakini pia linaisaidia serikali kuweza kuzibaini changamoto zilizopo na kuzitafutia majawabu, na mwisho wa siku inakuwa ni faida kwa nchi. Na hili ndilo ambalo linahitaji kuonekana. Kwa hiyo pengine udhibiti usiwe tu kwa maana ya kutoa adhabu na kuwaadhibu wahusika, lakini udhibiti uwe kwa maana ya kuleta tija ya ustawi na maendeleo kwa taifa letu. Saidi Msonga, nikushukuru sana. Asante na shukuru. Naam, ni Saidi Msonga, mchambuzi wa masuala ya siasa, ambayo tulikuwa naye hii leo mara baada ya kule bungeni Spika wa Bunge Musa Azan Zungu kugeuka mbogo, na hiyo ilisababishwa na utoro wa wabunge
wengi wao wanaonekana hawahudhurii vikao ipasavyo, lakini kuna wale ambao hawatokei na wanawatuma wenzao waweze kwenda kuwasainia ili waonekane kama ni miongoni mwa watu ambao wamehudhuria vikao. Lakini mawaziri na manaibu mawaziri na wenyewe wameingia kwenye mtego huo wa kuto kuwepo bungeni, na wakati mwingine hoja za wizara zao zimelazimika kujibiwa na mawaziri ama naibu mawaziri kutoka wizara nyingine. Lakini kubwa kabisa ambalo la hivi karibuni na baadhi ya wabunge kuungana na ile timu ya hamasa ambayo ilikwenda kule Morocco kwa ajili ya kushangilia Serengeti Boys, na hawakuwa wamechukua ruhusa kutoka kwa mamlaka ya mhimili wa bunge. Nukta inayofikisha tamati ya uchanganuzi kwa siku hii ya leo. Panapo majaliwa basi tutakutana tena siku ya Jumatatu. Mimi naitwa Nurdin Selemani, kutakie usiku mwema na kwaheri.